Hujambo na karibu mahali popote ulipo. Huyu ni Evangelist Peter Maina tena. Ninashukuru Mungu kwa sababu tena ametupatia nafasi ya kuzungumza. Imekuwa kweli ni safari mrefu ya mwezi mmoja na kitu sasa kuhusu WSG na Opticoin. Na katika video ambayo ilipita tulikuwa tunazungumza kuhusu how to recover from the loss, na tukasema mambo kadha. You can go and watch the video. Na tukasema ya kwamba ni wakati wa kuspread the love of Christ kwa wale ambao wameathirika na kwa wahusika. Haswa kwa wale ambao hawakuhusika, ni wakati wa kumdhihirisha Kristo, ili ya kwamba tusilipe mabaya kwa mabaya. Tulipe mabaya kwa mema, kwa sababu hivyo ndivyo maandiko yanatufundisha. Katika video ya siku ya leo nilikuwa nimepanga kuzungumzia kuhusu repentance, na kwa sababu njia moja ya heal ama kupona katika jambo hili ni kutubu kwa kweli moyoni. Na tunapozungumza kuhusu kutubu, hatuzungumzi kuhusu kuogopa adhabu. Ukiangalia Judas, yeye alipogundua kwamba amemshtaki Kristo, ukisoma Matthew 27, alirudisha the 30 pieces of silver na alilia machozi. Lakini hakulia machozi kwa sababu aliona dhambi zake. La hasha, alilia machozi kwa sababu ya kuogopa kichakato kekea, na kuona ya kwamba sasa hana faida tena, kwa sababu mlango wa rehema ulikuwa umefungwa kwake alipotawadhwa miguu Alhamisi usiku kabla ya siku ya kusulubishwa kwa Yesu. Vile vile Esau alipouza urithi wake kwa ndugu yake kwa sababu ya chakula, alitamani sana arudishiwe, lakini maandiko inasema yeye, Mungu anapomwangalia anasema anamuunganisha na muasharati, maana hakuona kutubu kwa kweli ndani yake. Kwa sababu kutubu kwa kweli ni kama kule ambako ni kwa mtumishi wa Mungu Daudi. Daudi alipokosea Mungu, alitumiwa mtumishi wa Mungu akaambiwa, sasa chagua adhabu nitakayokupa. Akapewa adhabu 3. Baadaye akachagua moja ambayo inasema, nitajiweka mikononi mwa Bwana maana amejaa huruma. Kwa hivyo kuna video ambayo imeweza kutokea, nafikiri umeiona kwa wale ambao wameipata, ambayo ni ya mchungaji Pastor Paul Mwangi. Ninaomba niseme hivi ya kwamba, na hata kabla niongee, hebu tuombe. Baba katika Kristo, ninaomba utawale mawazo yangu na usemi, nitoe maneno yatakayokuwa na faida kwangu, kwa wasikilizaji wote, kwa waathirika na kwa the members of the public ambao si Waadventista wa Sabato. Kuwa pamoja nami, kuguza kinywa changu. Unajua kilicho moyoni mwangu Bwana, na unajua kilicho moyoni mwa watu wako ambao ni waaminifu katika kanisa lako, ambao wanatamani watu wako waende katika njia ambazo umetupa kama kanisa. Basi nisamehe makosa yangu, mimi ni kiumbe kidhaifu, mimi si bora kuliko mtu yoyote, mimi ni mwenye dhambi ambaye amehurumiwa na Kristo, na ninazidi kuomba ya kwamba unipe unyenyekevu kila siku, ya kwamba nikutumikie, utukuzwe, uweze kubariki watu kupitia kwangu na kwa wengine. Katika Kristo naomba na kuamini. Amina. Now, nimetaja hilo jina sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu kuna video ambayo imeweza kutokea. Sasa nataka niipitie tu kidogo, nikijaribu kuanalyze kile ambacho kimesemwa kwa makusudi ya kusaidia haswa waathirika. Waathirika ni kama wale ambao wamepoteza pesa. Waathirika ni kama wale ambao wameanza kupata threat za kutoka kwa watu na kadhalika. So, na zaidi sana kanisa la SDA kwa jumla, okay? Ambalo mimi ni mshirika hapo. Mimi ni Evangelist Peter Maina wa kanisa la SDA. Ushirika wangu uko SDA Ebu Town, North East Kenya Field. Na kwanza kabisa ninashukuru Mungu kwa neema ya kwamba number 1 amenipatia nafasi ya kuwa katika God's Visible Remnant Church. Tuko pamoja. Zaidi sana amenipatia nafasi ya kutumika kwa muda sasa, na hata sasa na siku zingine kwa mapenzi yake, kwa ajili ya fellowship pamoja na washirika wenzangu dunia mzima. Zaidi sana kutumika katika kupeleka kazi ya Mungu mbele, injili, na ninatumai ya kwamba video ya leo itakusaidia. Sasa naomba turudi kwenye video ambayo
imekuwepo. Video hii title yake inasema The latest victim of Opticoin, Pastor Paul Mwangi of SDA says Opticoin has 90 million in their account. Na ukiangalia video ambazo zilikuwa zimepita, nilikwambia kwamba hakuna mtu anaitwa Professor Jack. Jina Professor Jack ni jina tu la kubandikwa, ni jina ambalo na picha hizo ni za AI au watu wote. Ukiangalia video ya pili na video ya tatu, uende ukaangalie katika hii channel uweze kufuata, utajua Professor Jack. Number one, huyu Exposinga nashukuru kwa sababu ya kazi unayofanya, lakini naomba nianze tu kuanalyze hii title. Hii title inasema the latest victim of Opticoin. Number one, latest victim wa Opticoin hawezi kuwa ni huyu ambaye yuko kwenye studio, la hasha. Watu ni wengi ambao wameingia nyuma, hata wiki ambayo imepita. Those are the latest victims wa Opticoin. Tuko pamoja. Na sikilizeni watu wa Mungu mahali popote ulipo. Mambo haya Bwana ya expose haraka kwa sababu hii. Unajua watu hawakutarajia mambo haya yataanguka mapema, na hata mimi sikujua, lakini ni msukumo tu nilipata kwa ndani, na ninashukuru ya kwamba ilikuwa sauti ya Bwana kwa ajili ya kanisa lake. In fact, haya mambo tuliyafanya kwa sababu ya kanisa la Mungu, ili kanisa liweze kufunikwa na kanisa liendelee kuwa kiongozi, giving the world a holy example and religious guidance. Okay? Sasa watu walipoingia walisema ni kitu ya SDA. Hata Exposinga ukikumbuka katika video zako ulisema pastor wa SDA ndiye amenyang'anya watu. Sikiliza, kwa hivyo the public knew ya kwamba ni mchungaji wa SDA ama ni wachungaji wa SDA ama ni kanisa la SDA limenyang'anya watu pesa. Number one, naomba niseme ya kwamba hakuna mahali kanisa la SDA Kenya lilihusika katika kupromote WSG na katika kupromote Opticoin. La hasha, mimi ni mshirika katika kanisa hilo. Kile ambacho kilifanyika ni hili. Waliotumika ni viongozi wa kanisa, wachungaji, wazee wa makanisa, chaplain wa prisons na watu wengi na wamama na kadhalika wa kanisa la SDA, lakini si kanisa kwa jumla. Maana kanisa la SDA kuna watu wengi ambao walionya watu, nikiwa mmoja wao. Angalau pengine Mungu alinijalia nikawa na akanipea ujasiri wa kuzungumza kwa wazi, lakini watu wengi walihusika kusema kwamba kitu hiki hakifai. Tuko pamoja. So si kanisa la SDA. So the members of the public si kanisa la SDA, lakini kwa sababu waliohusika ni Waadventista wa Sabato, tunaomba msamaha mkubwa kwa sababu hapo tulikosea mno. Tumekuja when it is too late, tumekosea mno ya kwamba we misled the nation, we misled the church members, we misled the public. Tunaomba msamaha sana. Lakini nikianalyze hii video ambayo ilikuwa ya muda wanapozungumza, hebu tusikize kidogo. Gentlemen kama Kika Makawa Exposinga yet with another one. Now Kenyans, there is something that is going on that is not that good. Apparently ikianza, it was a very good thing. It was making people rich and some of them benefited from it. But as we speak right now, it is not a joke anymore. People are even... Asanti. Ameanza kwa kusema ya kwamba huyu ndugu ambaye sijakutana naye na simfahamu, ya kwamba ilipoanza ilikuwa kitu kizuri. Naomba niseme hivi, ilipoanza haikuwa kitu kizuri, because the intention of the ones walioanzisha, it was to steal money. Okay? Na ndio maana ukienda kwenye video ya kuexplain what a Ponzi scheme is, intention, kusudi la mwanzo ni kuiba pesa. Okay, tuko pamoja? Ni kuibia watu pesa. Na cha kushangaza ni hiki, yawezekana viongozi hawa wa kanisa la Wasabato wengi ambao wamehusika kufanya promotion, okay, kufanya promotion, wanaweza kuwa hawakujua, lakini waanzilishi wa hii kitu mwanzo wake ulikuwa ni kuibia watu. So Exposinga mahali ulipo, enda katika video ya pili ya this, kama utapata hiyo link. I think I'll look for you, I'll share with it. I'll share it with you. Utagundua kwamba the owners of Opticoin and WSG sio wale wanaojulikana. Hakuna Anan na hakuna Professor Jack
na hakuna manoro. Hizo vitu zote ni za AI images ziliwekwa hapo. Na swali la kwanza ambalo tunaweza tukauliza ni hiki. Hawa ambao walikubali kujiunga na WSG na Opticoin kuja kuletea Wakenya haswa kupitia kwa kanisa la Adventista, waliingiaje hapo pasi na kujua wahusika, because we are talking of billions of money. Unajua pengine unaona 94 million ni kidogo. 94 million ni pesa ambayo pengine iko kwa account ya mtu mmoja ambaye ni mchungaji iliyopotea. Inawezekana tunaposema 94 million watu wanauliza alitoa wapi 90 million. Kumbuka hizi pesa ni za watu wengine, wale ambao wametoka huku chini, zilikuwa zinapewa hawa wa juu. Jameni, nilikwambia hivi, tusijaribu kupakapaka mafuta swala hili. Hili swala ni la Ponzi scheme, na hizi Ponzi scheme zote ambazo zimekuwa zikikuja zilipotea tu kisiri, lakini hii imetokea, imeenda kwa wazi, kwa sababu iliguza kanisa la Mungu la Masalio, kanisa la Adventista wa Sabato. Na ilipoguza, naye watu wakaingizwa kwenye mtihani to test their weaknesses, na wakajipata kwenye mtego. Number 2, kuna mambo mengi promoters na some of the owners, si wote wa mambo haya, walikuwa wanafanya chini ya maji for the longest time, na wakati wa dhambi ya Achan sasa ukawa umefika, kusudi Mungu aweze kulitetea. Joshua chapter 7 aweze kulifunika kanisa lake, aweze kulitakasa, ili aweze kulimwagia Roho Mtakatifu tumalize kazi. Tuko pamoja ndugu zangu? Kwa hivyo hayo ndiyo maneno ambayo yanaweza kuwa. Number 2, even hunting others down for the sake of ulinifanya nikapoteza pesa yangu. What am I talking about exactly? Yes, this Opticoin. And now this Opticoin happened to be like a kind of a trading platform where people are making money. But apart from making money, you can also call in other members of the public to join you and make money. So as they make money, you also get a little bit of a, like say, I don't know how to call it, but karibu sana kwa set. Asante. Nilikuwa nafikiria hautakuja. Nilikuwa nasema kama hatakuja, huyu ni mokora. Lakini kama hatakuja, there is some kind of innocence in it. Asante. Yeah. So, Pastor, tell us your history and Opticoin. Kidogo tu. Asante sana. Na nitaanza na kusema ya kwamba nimekuwa kwa platform tofauti. And the last one which I was before joining Opticoin was Exness. It is registered and it is also regulated by CMA. Or you are a trader? I'm a trader. Okay. So, as usual, or as you know, studying the market, Yes. analyzing and knowing the right time to buy or sell is not a walk in the park, especially for someone who is very busy. Saa zingine, the best markets in New York zinafunga for me, and then I'll be giving you 10% of the profit. Okay. That is and so wacha tusonge kidogo ili ya kwamba tusichukue muda mrefu hapa, ili tuwaze kupata point. Mchungaji amesema alikuwa kwa zingine zilizopita, okay? Na zingine of course zilianguka hivyo. So is a trend. Kwa hivyo ilikuwa ni trend, ni kitu ambacho alikuwa ndani yake. Ni vile sasa hii ya Opticoin iliweza kwenda vibaya, okay? Wacha tutafute maswali hapa mbele kidogo. one, around $4 something per year to avoid my account being Calls. You'd call na nakata. Between me and Jack was, how is the provider of the signals, the WSG related with Opticoin? Nikauliza, are you not the one and the same thing? The same group. Wakasema hapana. Sisi, we are market analysts. Tukianalyze market, tuna mkataba. And they sent me a license, an agreement of their contract for 10 years, 2022 to 2032 with Opticoin. Yeah. So jambo la kwanza, mchungaji amesema walikutana na Professor Jack online. Naomba nikueleze kitu. Katika video ya kwanza, katika Sami Gitonga TV ama ni Sami Mwangi TV ama Dead Records, naomba uende utafute Dead Records. The first video ambayo ilikuwa imefanywa ya promote Opticoin,
alisema hivi akasema ya kwamba yule aliyekuja alitaja jina Njogona, sijui ni Njogona yupi. The video as we are speaking now imekuwa pulled down, haiko, lakini it is part of the evidence ya kesi ambayo inaendelea kuhusu the same. Kumbuka kesi yangu na Wealth Sharing Investment Group Kenya Limited, ambapo mchungaji ni director. So there's a company called, naomba uandike chini kwa sababu wewe ambaye unafanya threat, naomba nikueleze kitu, usifanyie watu threat, maana unaweza jipata kwa upande mbaya wa sheria ya nchi. Lakini naomba nikupatie Wealth Sharing Investment Group Kenya Limited, andika hivyo. Hiyo ndiyo kampuni ambayo inakuwa old na wale ambao walikuwa na promote biashara ya WSG na Opticoin katika Kenya. Tuko pamoja sasa. It's a company with directors, na kile kinafanya the public iseme ya kwamba ni kanisa la SDA ni kwa sababu all the directors ni wachungaji na wazee wa makanisa tofauti SDA. Tuko pamoja? And that is evident. Na sasa kama kuna mtu ambaye badala ya kufanya threat, enda kwa police station mahali popote ulipo, ama kwa DCI office popote ulipo Kenya mzima, kama uko Kisumu, kama uko Mombasa, go and report. Useme ya kwamba ninadaiwa pesa hizi, ninafanya hivi, na yule ambaye ninadhani ya kwamba ako na pesa zangu ni huyu na huyu. Badala ya kutoa threats za kifo, haifai. It's not Christian, it's not human, na tena inaweza ikakuweka upande mwingine wa sheria. Unajua shetani anataka kukuangamiza. So badala ya kufanya hivyo, go and report. All those evidences are there. Tangu wakati Opticoin ilianza kuwa promoted, who are promoting it, and I will report. Na uweke evidence. And that's why in the second video, I told you, fellow Kenyan na fellow church member, ensure you keep the evidence of all the promotions. Piga picha. If you didn't, don't worry. Kama utaripoti, kama kuna evidence itahitajika, evidence ziko za kutosha kwamba there are specific people who own the company in Kenya, and it is a registered company, a limited liability company, and kwa hivyo watu wasiseme ya kwamba hawajui ni akina nani. There is no Professor Jack. Professor Jack will never be there. He was not there. Jina. Lakini wale walio kuingiza katika mfumo huu, what they are supposed to do as part of their repentance, kama Zacchaeus, ni fuata yule aliye kuingiza, muulize naye aulize hivyo, ifuate hivyo, itoke chini iende mpaka juu. Na ukiangalia the third video ambayo nilikufundisha nayo, hata mtu akijificha aende sijui ameenda Vietnam ama ameenda wapi, the Interpol ama FBI ikianza na DCI offices, Mungu kwa neema yake anatumia hizo organs ambazo zimewekwa za serikali za kidunia, na atajulikana who was this. Na by the way, why are we saying this? Intention si ya kumdhalilisha mtu, la hasha. As a church, kama kanisa tunastahili kuprotect even the world of the public. Sisi ndio kanisa la Mungu, tunastahili kuwapatia nuru. So therefore, hatustahili kuruhusu jambo hili lipotelea tu na kunyamazia when people are dying, wengine wanajinyonga, familia zimeharibika. It should be a moral lesson. Na kwa sababu sisi kama mimi tuseme nimekataa ku humble myself before God, Mungu akianza kunihumble, wacha nikubali tu, na njia mahali popote atanifikisha, bora niko naye. Daudi alisema ya kwamba nitaruhusu niwe mkononi mwa Bwana, maana yeye ataniadhibu kwa huruma. Tuko pamoja sasa? Kwa hivyo mchungaji amesema there is a conversation that was there between him and Professor Jack, so they were talking. Na I doubt ya kwamba ilikuwa tu ni message ya online. La hasha, mchungaji ni mtu very intelligent. There is somebody who came from the US. Alisema kwenye video yake ya kwanza, akaleta jambo hili na akamletea na wakadiscuss na wakaanza. And unfortunately, because of the influence ya kikazi na vile ambavyo wanaweza fikia watu, maybe sasa wakaingia hapo. And that's why utapata the first promoters of this thing, they are close friends, church elders, church pastors, departmental leaders to Pastor Paul Mwangi. Tuko pamoja sasa? So therefore hapo ndipo mchezo ama swala hili lilianza. Wanaweza kuwa hawakujua, but
It is very unfortunate ya kwamba pengine walifumbwa macho wakaanza kufanya biashara na mtu wasiyemjua. So hayo ndio maswali ambayo yanakuja. This Jack, where is he? Have you ever met him in person? Have you met in meetings? We've never met in person, but we've met in online meetings. Like video calls? You'd call na anakata, telling me to get maybe to Telegram so that we can chat. So talking kwa voice hakuna. But I saw, whether it was true or false, a video of him and the founder of WSG, Paulo Marino, Paulo Marino, in a Christmas party in Italy. Haya, mchungaji amesema kitu kingine ya kwamba hawajawahi kutana na Professor Jack physically, hajai muona kwa sura, alijaribu kumpigia, anakata, anazungumza na messages, pengine through Telegram. Now, that is a red alert. That is a very big red alert. Nauliza dead records mahali popote mlipo, because kama kuna kesi itakuwa mahali dead records, Sami Gitonga, Sami Mwangi TV, you have to provide that video, because in that first video ilikuwa imesemekana ya kwamba the person who came from the US is so and so, na akakuja na a lot of money. And I remember ukiuliza hivi, and I tried to contact this guy, and I have the evidence ya kwamba I tried to reach out to him, na nikamwambia ya kwamba whatever has been presented by my pastor in his studio, it does not represent the stand of the Seventh-day Adventist Church, ni maoni yake mwenyewe na ni programu zake mwenyewe. In fact, this is what I said to him. Hello, thanks for your TV shows. My name is Evangelist Peter Maina, Seventh-day Adventist Church. The presentation done by Pastor Mwangi doesn't represent the official view stand of the Seventh-day Adventist Church, but his. WSG and BGWS are Ponzi schemes which can only be supported by new recruitment of new investors. They are unregulated and unregistered. We should continue with that debate, and we are ready to show how they are scams. I posted a video 2 days ago on the same, you can check. Alafu nikamwambia hapo chini, this was when, let me see, ilikuwa October 24th, 2025, Sami Mwangi TV, Dead Records. Kama unanisikiliza utapata video hii, you can confirm. And we have those videos. Dead Records wameitoa wakaificha, lakini we have it. Inasema hivi, I told him also, I'm preparing part 2 of it, exposing WSG and Opticoin. Also, the cybercrime people are looking into it. Thanks. Okay? Alafu akaghost na hiyo ikaenda. Sasa nikimtafuta leo simpati, nimemwambia hi, I told you that is yesterday. I was looking for him yesterday. I told him I told you that WSG was a scam. I requested to come to speak about it. Maybe you didn't see my message, but God has revealed the truth. I can still come and do another video. So that is it. Kwa ufupi, hiki kitu kinapokuwa kikianza, remember as I exposed to you, hii kitu haijakuweko for the longest time. It was registered in July last year 2024, and it saw people who started trading all the way mpaka November. Tuko pamoja sasa, you can go and check other videos. So anasema, I have never met him, but I have been speaking to him. How comes walianza kuchukua pesa za watu nyingi hivyo na wanampatia mtu ambaye hawamjui kabisa, hajulikani, hajai muona, mtu amekuwa online? How? Hayo ni maswali ya kujibu pamoja na mambo mengine yatakayojitokeza hapa baadaye. Yeah. Then I even asked him to send me his photo. He sent me, but that account, you know, Telegram was frozen, so I may not be able to retrieve the photo. Oh, your account. So amesema ya kwamba alimwambia mtumie picha na akamtumia, alafu akafreeze hiyo picha alimtumia, tena picha imepotea. So alinitumia picha, but I don't have it. How? Kivipi sasa? If this is a business person you don't know, and people are dealing with a lot of millions. Now, let me give you a simple mathematics. Ukiwa tuseme mtu wa chini alikuwa anawekelea 40,000, na watu wamewekelea millions of money, watu wamekopa loans. Kuna mama amenipigia anasema bwanake alikopa 700,000 2 weeks ago, amewekelea imepotea. Askari wa Lang'ata prison 400,000. So 40k times 40,000 people, maana watu walikuwa zaidi ya hivyo. We are talking of billions of money. How would you trade, ama how would you do any business with someone worth that much
ati alimtumia mchungaji picha alafu hiyo picha imepotea tena. Hilo ni swali lingine tunapoendelea kusikiza this expose. It was frozen. No, his. Yeah, so and that did not give you some kind of like red flags? You see, with the Telegram, if you add a person who is not your friend, it does that, because my account was also frozen twice, my Telegram account, until I had to pay premium one, around $4 something per year, to avoid my account being frozen now and then. People who use Telegram and they use it mainly to communicate, sometimes with the strangers, they can attest to that. Okay. Yes. So, okay. Now, so we come, you are already in Optcoin. Yes. So in terms of assets? I joined with $3,000, and in around 40 days, I was able to withdraw my $3,000 without any hitch. Wow. Yeah. So like your initial capital, 100%? Yes. Okay. Yeah. And once you withdraw this money, I think you leave something to continue trading. Yes, I left the initial capital, $3,000. Yes. Then I continued trading. Then there was the issue of inviting people. You invite several. After that, you go to level 1, level 2. You start earning dividends and all that. And you are even promoted to a level of being director, regional manager, and all that. Then even the president. And you don't see whoever is promoting you? They just call you. You have now become director. You have now become regional manager. The WSG opened their offices in Kenya. Now, amesema tena hivi. Remember, in a Ponzi scheme, lazima urecruit watu kutoka chini. That was a condition. Wale wote walikuwa ndani, you can bear witness, ya kwamba anytime mtu alitaka I think this one we can maximize. Ile mtu akitaka kuendelea kutrade, lazima it was a must. After the first withdrawal of money, lazima recruit watu. It was a condition. Now that's how a Ponzi scheme works. So amesema hivi, ameulizwa swali mzuri sana. Ameulizwa swali mzuri sana hapa, ya kwamba akasema WSG walifungua ofisi Kenya. Where? Hilo ni swali. Where? Now, nimerudia tena. Ofisi haikufunguliwa na WSG na Optcoin, wale ambao ni wa huko. Now, wale wamepromotiwa, in fact, all over Kenya, Kerogoya hapa, Juja Mall, ukienda Thika Road Mall, ukienda Gashie, ukienda Kisii, ukienda Mombasa, ofisi zilizofunguliwa zilikuwa zinafunguliwa na group leaders ambao tena ni admins wa communication ya group ya Kenya. Tuko pamoja. And that's why I told you from the beginning. Now with the case that is at the DCI, wale walionishtaki kwa DCI, unanipata sasa, wale walionishtaki na wengine kunipatia threats na kupatia my wife threats na kadhalika, ni wale wa co-directors katika WSG Kenya Limited, na directors hakuna mtu wa nje, wale wote wako hapo. And I want to challenge you, enda kwa registry ya kampuni, registrar of companies. There is no Professor Jack, there is no Anna, there is nobody. Wale wako hapo ni wa Kenya, and Pastor Paul Mwangi is one of the directors. Na hata watu wakitaka kubadilisha the CR12, maana watu wenda kubadilisha. Now, already during the time last month, ama a month ago, the evidence was there ya kwamba the complainant of the case is Pastor Paul Mwangi and these directors and the company in Kenya. So that's why ninajaribu kuandalia hizi nikwambia kwamba this video, all of it, iko na ukweli ndani yake, na tena imechanganywa na kitu tunaita in psychology playing the victim. Tuko pamoja sasa? Now I'm doing this not to I think I've written to Pastor myself personally. Have talked to him before, and even have written even yesterday. Tuko pamoja sasa? And to many other people who are some of the group readers, who some of them are my friends, church elders. I've written to some of them. And so as I analyze this video,
ni kujaribu kupeana the other side of the story, so that if the members of the public they have a right to ask for their resources, badala ya kupeana threats na kusema ya kwamba utaua mtu, don't do that. Kanisa la SDA tunasema tena we apologize kwa sababu of the misleading ambayo imefanyika. Okay, ukiangalia hizo videos kweli it is shameful. We bear that shame. Tumemeza as a church, tumekubali that shame. I'm analyzing this video for the sake of letting the public know the other side of the story, so that in the future going forward, I think this one, kwa sababu iliguza kanisa la Mungu. This is like wakati watu walikuwa wanajaribu kuchukua sanduku la agano, wanapeleka kwa Wafilisti, wanaweka kwa Mungu anaitwa Dagon. Wakidhihaki Mungu wa Israeli, Dagon ilikuwa inaanguka, inavunjika, wanahamisha, wanaweka kwa Mungu mwingine. To a point where wanasema, hey, rudisheni hili sanduku la agano. Don't joke with God's word, na let us not mock God ambaye anasikia kilio cha watu wakilia. Let us not mock. Number 3, let us not mock. Tunapoangalia kanisa la SDA ni kanisa la Mungu. Changamoto ziko na shetani analipiga from every side, ni kwa sababu ni kanisa la Mungu. So this time round, through hii ambayo ni a very big fall ya Opticoin, God is going to vindicate his name and also the name of his church. Tuko pamoja ndugu zangu? So as I analyze this video, it is only for that purpose kukuambia kwamba don't worry. Ukisikia kwamba there are videos, even there is another one. Watu ni wengi wanascam watu from all over, and the governments of the years huko wameweza kufuatilia hayo mambo, na wale walipatikana culpable, some have paid and some have even gone to jail because they have nothing to pay, and so on and so forth. So as we talk of 94 million, hii 94 million si ya watu wote, ni 94 million in his single account. But I told you, in a Ponzi scheme, hii ni pesa iliyokuwa imechukuliwa kwa watu, because Opticoin was trading nothing. Hakuwa na kitu kinafanywa trading mahali popote duniani. Okay? So let's continue. The work of those offices was simple, and that is how even WSG, the signal providers, is registered to help people to know how to interact with several platforms and create wealth and all that. It doesn't take money. There is no office that is there in Kenya which has taken a single coin of any Kenyan. Okay, so this Opticoin, you have withdrawn your 3,000. You continue trading. Did you make, so from you as now a trader on the platform, where was your most money coming from? From invitations or from trading? It was coming from trading. When I joined, the invitations bonus were very low. It was like 5% of the capital of the person who had. Haya, ameulizwa swali lingine. Pesa hii yote inatoka kwa trading ama kwa recruitment? Now, amesema ni trading, but I reverse the answer. It is from recruitment. Na amejaribu kueleza alipoingia, because people were few, the bonus was small. Watu wanapoongezeka, wanaongezewa. And that's why, ukiangalia the last 2 weeks ya hii kitu, watu hata ikiwa imefungwa between 27th November and 10th December, walijaribu kuingiza watu ili wapewe double bonus. So the more you recruited, the more you earned. It is not trading. The more you robbed Peter, the more Paul got a lot of money. Hiyo ni msemo wa English. Tuko pamoja ndugu zangu? So as far as Opticoin is concerned, na all the Ponzi schemes ambazo zote ziko duniani, so they are given more money as you recruit. And that's why ukiangalia watu wengi walipokuwa wanajaribu kurecruit watu wakikataa, wengine wanafanya kuwa maadui wao. So recruitment ilikuwa ni kama ni agenda, ni kama kupiga kura, ama ni kama tutaweza sema nini. So people are so busy, priority and the order of that ilikuwa ni kupiga kura. Tuko pamoja ndugu zangu? So the money belonged to people who are now crying, watu ambao wengine familia zao zimeharibika, watu ambao wengine wamepoteza matumaini, watu ambao wamepandwa na pressure, na ninasikia wengine wamejinyonga na kadhalika. So the question is, what shall be said katika mazishi iwapo kuna mtu amekufa? Nini kitasema huko, alikufa kwa sababu gani? So let us be careful in the future, tusijaribu kuingia hapo. Joined. Unlike now, before you would find there, we withdraw 20 risk. And I'll give an example with my farm. I do farming, and I was claiming
Pastor Paul ndiye alituingiza. First, Opticon had made you a kind of regional manager or something? Those pronouncements, and every time I would be asked, or when I have private time, or when I'll go to open those offices, because we have several of them in Kenya, I will tell people in every business there is risk. And I'll give an example with my farm. I do farming. And I'll tell them there's a time I had cabbages. Yes. And they flooded the market, and I was not able even to sell even a coin. So I would warn people and tell them, be careful, make your own what? Your own decision. Your own decision when joining. I even called one of the leaders of one of our entities. I won't want to quote him. And I told him, I hear you are preaching about me, that I'm making people to join Opticoin. And now that is in the church. That is in the church. Wow. I'm not happy about it. Number one, you have not told me about it. Then he told me, no, pastors are preaching, elders are using your name, your influence and all that. And I told him, as a leader, and take it from me, if anyone uses my name, and if anyone does that in a church meeting, you need to take action on that person. By then I was the president or the executive director of the Central Kenya Conference. I told my counterpart, even in my place, I have told pastors or elders, don't use my name. Now, the question is, wangekosa kutumia jina la mchungaji kivipi na yeye ni director wa kampuni? Na yeye ndiye alikuwa anafungua ofisi wakiwa na wale ambao wako in the top of the ranks. Okay? Ukiangalia ile ambayo ilifunguliwa hapo Thika, iko na watu ambao ni very influential. Okay? Iko na watu ambao ni very influential in this church. Okay? Hapo ninaona Pastor Joshua Jogona, the video is there. Sijui kama itakuwa pulled down lakini iko. It is evidence everywhere. Naona Pastor Willy Ngugi. Naona Elder Gishuki. Naona other elders. Okay? And in different places. And wherever they go to open these offices, wanasema, thank you, Professor Jack, for your guidance. How did they thank this Professor Jack? So if, naye shetani kweli ni mjanja sana, aliblind hawa watu wote. Now something is not cooking well. Na lakini hiyo evidence itajitokeza, na ninashukuru kwa sababu this time round, for the sake of the country going forward and for the sake of the ministry of the church, as we are speaking now, watu wameanza kuvamiwa kwa makrusade na watu kuharasiwa, wanaambiwa ya kwamba mumetuingiza kwa Illuminati. Okay? Watu kutembea vijijini imekuwa ngumu, wale wanajulikana watu wa SDA, kwa sababu hii kitu ilitangazwa ni kama SDA. The reason as to why people are saying SDA, it is because we are the ones promoting it. Some of us, influential positions, prison chaplains, pastors, and leaders, and some of those who tried to warn people wanakemewa na kuchukuliwa hatua. Me being one of them. Lakini mimi sasa sijali hiyo. For the sake of God's church, jameni, lazima dhambi ya Achan iweze kutolewa. Na part of repentance and confession ni kukubali ya kwamba ni makosa ilifanyika makubwa, na if you're in a position to, okay, you're in a position to return, at least to those who know you, ambao just return. Rudisha, kwa sababu hizi vitu ukikaa nazo, jameni, hata ukikaa nazo milele zitakuja kukutafuta, because damu ya Abel kulia, na Mungu anamwambia Kaini, hiyo damu inalilia mpaka sasa. There are people who are crying. Shows wamechukua bonus ya majani chai, wamepeana pesa. Okay? Mzee mwingine
ameuza shamba ya kijana wake ambaye yuko majuu, akisema ya kwamba atakuwa amerudisha, imeenda. So are you happy now people, wale ambao wamepata hizo pesa? Are you happy ya kwamba sasa kuna watu wanalia na kuomboleza in their houses? And this is something that has happened for the whole year. And people have made billions. Why didn't they fly out waende watafute Professor Jack wakae nayo chini? They were just telling people kuna event inaelekea sijui happy holidays in the US celebration, so we are going to give you happy holidays. Na watu walikuwa wamejua December hii wanaenda Mombasa wakuwe na happy holidays na Thanksgiving, alafu warudi na magari. It was conmanship of the highest order. Why? Kanisa la Mungu, kweli shetani alitaka kuvuruga watu na kuvuruga jina la kanisa, lakini Mungu ni mwaminifu na yeye amejawa na huruma na neema. I'm just analyzing this video ili going forward this scam ya Opticoin na WSG, I think it is one of the most kile kimefanya ikuwe kubwa sana ni kwa sababu imeguza kanisa la SDA, na sisitiza hivyo, kanisa la Mungu, and that's why God decided to act. Naye ana act kwa huruma zake, kwa sababu huruma hizi tunapozungumzia part of chastisement ambayo Mungu analetea watu wake kwa sababu anawapenda. Okay, tuko pamoja ndugu zangu? Anawacharaza viboko kila mtu kulingana na jinsi ambavyo alikuwa amejidhihirisha kwake. And he is always faithful, ya kwamba kabla hii kitu haijaanguka, he gave a message long time ago, more than 40 days ago, ya kwamba jabeni, in fact the message on that video was withdraw your money and run. Ikawa ni propaganda, ikawa nini na kadhalika, hatuendi huko, lakini sasa hayo ndiyo yamefanyika. So tuendelee tumalize. It will be a longer video kwa sababu ningetaka sasa, it will be the last video ambayo nitazungumza kuhusu Opticoin na WSG and any other Ponzi scheme. Sitarudi hapa. It is done and dusted. Mungu amekwisha kutimiza kusudi lake. So let's wait for God's intervention in his own ways. Alafu tuone vile ambavyo itakavyokuwa. Please. So some of them were using your name to recruit people? Yes. Wow. When did this get to the church? So people want to convince others using Pastor Paul ana make it. Yes. Yeye ameniingiza. Kujeni mwingie. Yeah. And then people join under that. Yes. So now you become, since you opened an office, this guy knows about this thing, all of it. They even in one of our meetings somewhere, I don't want to disclose where, it was alleged that I have closed the thing and I have run with the $200 million. There is even a TikTok to that effect, which is already trading. And in order to quiet these things, I decided to go to the DCI headquarters. And I was given an okay, a letter to go and be assigned someone from the regional office of Nairobi, which is opposite our headquarters for the East Kenya Union Conference. And after that, I started asking myself many questions. At that time, everyone was making money and all that. And people have bought cars, houses, land. Yeah, I was also sent a picture of you with a Mercedes-Benz. Yeah, which I bought and paid in installments. People think I bought in cash, and they even claim it is worth 10 million. It's something for around 5-point-something million because the papers are there. Is it as a result of Opticoin? Opticoin, and I had to get some other money from other sources. I've told you I do farming. Yeah. In fact, when you called me, I had just arrived from Malindi. Even my boss knows I was to go to the farm because I was told my capsicums and tomatoes are ready. So I wanted to go and see the extent and look even for the market. Yeah. But I said, my life being in danger and people maybe misquote using my name wrongly, I had to come. I would say there are people who sent money to me. I have to be very honest, to buy USDT for them.
I also trade in Binance. So as a trader in the Binance, if you want USDT, I would buy and send. I don't have a single person who sent money to me to help him or her buy USDT who can claim I never sent them their USDT. And you know, with the Binance, all the historical transactions are there. Yeah. You can access them and pair them with every coin that was sent to me. And I would do this very rarely. That's why we had offices and people in those offices to help people to load. So I wouldn't know. Now, when you are sent an address, you will never know whether the address is for OPT or it is for another platform, because address, you know, they don't bear the name of the wallet and all that. Yeah. Yes. So where is this? Why are they pinning you? Like, Paul, Pastor, ulituingiza na wewe ndio kiongozi, ulituingiza, uko na Mercedes, sisi hatuna. Why are they pinning? Do you think there are some other kind of politics, or this is just genuine people who trusted the platform through you and joined, but now, because I believe nobody looks for me. By the way, I want to make a joke of this. When these people make profits, nobody looks for me. But when now losses come in, everyone is on my neck. Sasa nikiangalia, this is to me it's a choreographed question kwa sababu yeye mwenyewe ndiye amemweka mchungaji politics, church politics. And it is quite unfortunate ya kwamba in such a forum yeye mwenyewe as a senior most church leader amesema they are church politics. Na huyu ndiye amemweka tu. Ukisikita hizo swali amechekacheka tena, amesema ya kwamba wakati mlikuwa mnapata hamuongei, wakati ni kama amegeuka. And this guy was very furious some few days ago. Optcoin. But now, slow down tena. Could that be a choreographed question? Hiyo ndio swali ambalo nataka nimuulize huyu jamaa. I don't know, God knows. Lakini ukilinganisha video zake za awali kuhusu Optcoin na kuhusu Pastor Paul Mwangi, because he was the one who was hitting, saying SDA pastor has conned church members. He was very furious. Number two, he mentioned so many church members from the area of Komarok, the same gentleman. But now he is laughing, okay? Sarcastically na anasema and then pastor responds. Hebu tusikize response ya mchungaji inasemaje. Why are you not posting it? You see, this is it, we have proof. Now, I'll tell you for free, and I have those messages, WhatsApp messages. It started from the church. Anonymous letter was written by a certain elders. I don't want to name the district or from which church, that I'm doing gambling. Okay. And it was sent to my boss and forwarded to the regional headquarters. We have the national office and regional headquarters of 11 countries. And that was far before even this? Yes, I'm talking of July. Wow. July this year, before even people had any challenge. The reason of all this? Politics, envy, jealousy, and all that. I later followed the same, because by that time I would say I was the CEO of those organization. I called the pastor. What is this I'm seeing? And the pastor told me, what you are seeing, I'll investigate. Finally, the elders said they were not the one who wrote. And they did a rejoinder letter and sent it to my boss then, who happens again to be my boss, but I'm under him as the executive secretary of the national office of the SDA Church, which we call East Kenya Union Conference. Yes. Wow. So umesikia sasa amesema hii ni politics. It was not politics. To me, it was a warning.
people, there could be other politics, lakini it was a warning ya kwamba this is wrong. Na sasa if you read to church moja, the church discipline, 14 reasons of church discipline, gambling is there and stealing and falsehood, zote zimeandikwa hapo. Now itasemekaje sasa? Now you see the worldly people wa government, kama ni ofisa amekosea mahali fulani, wanamchukua wanampeleka, they don't solve the problem. When we use the same spirit, this is what might happen. Washiriki wataanza kuuliza, mbona hata katika hili swala hapa kulienda hivi na katika huyu mshirika wa kawaida kulienda vingine? Remember, the church employees are employed by the church member, the church business, to represent to the administrative work and blah 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 for the sake of the success of the mission of this church. So therefore, at the end of the day, the church business is ni kama vile tunasema katika Kenya kwamba the sovereignty belongs to the people. Even in the church, it is the same. Church business has a voice. Sasa wakiuliza katika church moja, you see, we are getting into a dilemma and na confusion at the end of the day. So pastor says, a certain pastor, maybe from a certain field, maybe from yeye alianza kumsumbua from the beginning, so church politics ndio ilianza kusema ni gambling. Now it is not even now gambling, it is more than gambling. It's more than gambling, and the damage has been done. So my plea to church leaders, let us be remorseful and let us ask God to give us true repentance that leads to salvation. Otherwise, kama tutaendelea kuficha dhambi hatutafanikiwa. Kama hatutaendelea kukua kama Judas, kutokea ili kwa sababu ya kuogopa consequences, it might not end well with us. Kwa sababu Mungu, yeye anayechunguza mioyo. We never know. Yeye tunamwachia mambo yote. In fact, as I said, this is the last video I'm going to address on the OptiCoin. And basically, there's another arrangement for a meeting this week. So kesi haijaisha. So since last time we had resuming this week, there's a communication to that effect. And this time round, nashukuru because the officers said whatever we said was true, because now OptiCoin is gone and people are crying, people are claiming ya kwamba money has been stolen, and therefore this will be the last video I'll do on OptiCoin. I think by God's grace I'll go to other things. In fact, I was preparing on other things, but on repentance, all those who have enda tu ukwe remorseful tu kwako kwa nyumba, take your wife. You know, some of these group leaders sahi, they are conversing without remorse, how they are going to follow Professor Jack and add more money so that they can continue having that. I pray ya kwamba msijaribu kuingia tena SHIG, wachana nayo. Those 27th na 10th, hizo date walipewa, those are the days where they were registering the new scamming camps. Usijaribu kuingia. Conversations ziko between the group leaders, most of group admins and group leaders from other levels in this OptiCoin pyramid ya OptiCoin WSG Kenya. Okay, they are speaking behind the scenes, comforting each other, and they are telling each other kwamba let them continue changing goalposts with Mr. whoever Jack is. Tuko pamoja. And maybe it's someone in Kileleshwa, who knows? The boardroom in Kileleshwa or any other place. Okay, who knows? Who knows? Until he shows his face. Na kwa sababu wa Kenya wamekwisha kuumia, please, let us use the legal system. Usidhreaten mtu. No, don't do that. Usilipe mtu na mabaya. If you so feel you have a right ya kwamba pesa zako unahitaji kuzifikia because kuna watu wako na loans na kadhalika, don't find yourself in that hardship. The government of Kenya, by God's grace, Mungu ashaweka watu ambao ni waaminifu, watachunguza hii kesi na baadaye hatimaye inaweza. Kwingine watu wamelipa, wamerudishiwa pesa zao. Okay? So it can also happen in Kenya because the amount of money that has been lost is in billions. It is politically somehow church politics, something kind of. Now, the reason why it is that way, since 2020, when I became the leader of Central Kenya Conference, people knew I was working in various platforms. And there were others who are also working, and no one who ever reported me or said
I'm gambling and I'm doing all But this. trading is not gambling. So when the elections were near, because they were in September, people would look for anything. I don't want to say many things here. It was not even the issue of gambling. There was even information sijui I am having women and all this, but they were not there, and many other things. In fact, the most recent one, which was very disturbing, is that even what I'm doing and what I have, I've taken tithes and offerings of the church. Wow. That is why I've bought the Mercedes and all that. But, you know, as I have said and written to many who are inquiring from me, I would only say there is God in heaven who knows our hearts. And I know He will protect me and be with me, because if I mentioned something positive about Optical in WSG, I meant well. I didn't mention it because I was gaining anything. Would I do that? I'm gaining and even help people to join who are not, I've never even met, who are church members. So for you, it was a good business. You saw profits, and Yes. you thought that actually, if instead of me giving you maybe 100,000, why don't I just have an account for you, and then you make your own wealth And return my money. Swali ni hili, amejulia wapi? Because in the conversation hakuna mahali ambapo amesema mtu alikuwa anakuja kuomba 1000. It's like there was a prior conversation. Tuko pamoja? There was a prior conversation behind the scenes before the recording of the video. Na kama vile ambavyo nilisema, it is only today I came to realize ya kwamba the guy who hosted the first video, Dead Records, is also a member of the group ya trading ambayo ilikuwa under Pastor Paul Mwangi. That's why comfortably they were able to do the promotion there. Okay, it was never promoted in any public media, mainstream, no, because all these are dark corners and so forth. Na wakati sasa hii mambo imelipuka, that video has been pulled down. But tunashukuru because in the second video I always told people, get your evidence. Get those numbers, screenshot those conversations. They might help in doing the investigations, not with the purpose ya kuharass mtu, but with the purpose of getting to the root cause of all this problem, because once it will be addressed, ikiaddressiwa from the root cause, it will prevent further future kitu tunaita kwamba scams nyingi ambazo kama zile ambazo zimekuja zikianzia na mashamba nini na kadhalika. So yes, amejuaje ya kwamba badala ya kukupatia pesa ninakupatia na kufungulia account? So you see now is amejuaje? So there must be a prior conversation. That's my take anyway over the video. Lakini swala la Mungu kumprotect na kujua moyo wake, that is true. Mungu ndiye anayejua. Mungu ndiye anajua kilicho moyoni mwangu, na Mungu ndiye anayejua kanisa la SDA ni lake, na ata sort out issues. Ni vile ambavyo hutumia watu. Kuna wakati wa kuzungumza, kuna wakati na watu wakikataa kusikiliza Bwana anapozungumza from within, anatumia other means kujaribu kuweka laini mambo ya kanisa lake because of the future. Tuko pamoja ndugu zangu? Okay, so Back to me. Accelerated a day, it couldn't. Assumption which when the market is bullish, favorable, and then the people who you trusted and gave your money, which of course I don't think that money will be coming back anytime soon. it will not come back soon. The only thing I could say is that in even giving those people money, I was acting on the saying, don't give somebody a fish, give him a rod and show him how to do what. Remember, as I told you in a Ponzi scheme, mtu anapokuingiza hakuwa anataka sana usaidike, alikuwa anataka apate more bonuses
na wewe unaingizwa kwa mtego ya kwamba uweze kupata other bonuses ukirecruit watu. Lakini amesema he was acting out of goodwill. God will judge that. But as far as the Ponzi scheme is concerned, recruitment was done so that mimi ambaye nimekuingiza I can benefit more. Tuko pamoja? I think now you understand the bigger picture, and that's why kila mtu alikuwa anawekewa condition, you must recruit, you must recruit, you must recruit, you must recruit. Okay? Yeah, so I think that is understandable. How to fish. I wouldn't be somewhere like these real people meet somewhere, you have a conversation with real people. So the real bosses like Jack and the other one? Anna Mario. Anna. Mario was just a trader. Okay. So Jack and Anna, they are in the thin air. Hawayuko, hawaexist. So kazi tu ni kutuchezea akili hapa kidogo, unapatiwa tu pesa, then unawachanishwa hivyo. So for me from this past Okay. Now let me get you to this video. After this recording, huyu jamaa baadaye, where is the VLC now? Huyu jamaa baadaye ametoa hii video. Na ninataka uisikize, it's a very short video, 1 minute. Na anapoitoa, it was not featured in the interview, lakini anapoitoa anasema, now the threat to Pastor Mwangi, the death threat ni ya watu wa kanisa la SDA. Let us listen to him. 1 minute, alafu. Our Kenya guest who is on our desk, actually it is Pastor Paul of SDA Church. He has come out clean saying that I am not the owner of Optcoin as people say, but I am also a victim, with evidence of showing us that pesa yake yenye imekwama huko ni 731,000 USD. Number one, it is not his money. Si pesa alikuwa ametoa kaweka. It means that ni ile pesa alikuwa apate after wale watu wote wako chini yake, the bonuses from, so kwa ufupi it is people's money. Okay? Now 731 USD, that is close to 94 million Kenyan shillings zimeenda na zikiendaga hivyo. Ametushow kwamba watu wana threaten maisha yake, kuna watu wanapanga atio wata attack familia yake. The funny part, wanatoka kwa church, they are SDA members. Nataka usikie tena akirudia kwamba pastor has said those people who are threatening his family and him are SDA church members. I don't think so. Maisha yake, kuna watu wanapanga atio wata attack familia yake. The funny part, wanatoka kwa church, they are SDA members. Sasa, it is quite unfortunate, my brothers and sisters. If that is true, ya kwamba wewe ambao una threaten mchungaji na kutoa uhai wake na familia yake, do not do it. It will not do you any good. It will worsen the situation for you especially. What I would advise you ni ya kwamba, because it seems most of this, wengi watakuwa very remorseful na watatubu kwa kweli. I thank my church members because we took time and we had a very wonderful Sabbath. We repented. Yeah, people cried and I hope that the crying was genuine. Watu waliomba msamaha, some were narrating how they got into it. And tukasema kwamba it is now time to move on, forgive and move on. Sasa, if you are one of those who are threatening Pastor Paul Mwangi and his family, please don't do it. Kile ambacho tutafanya, it's my prayer request that we pray for Pastor Paul Mwangi, those the visible leaders. I want us to pray for Pastor Joshua Jogona. God's grace iweze kuwafikia na ili waweze kunyenyekea miguuni pa Yesu kabla Mungu awanyenyekeshe. Na let me advise you, my brother and sister, mchungaji, mzee wa kanisa, mshirika mwenzangu, and the member of the public. Usiponyenyekea mbele za Bwana, Biblia inasema unyenyekea mbele za Bwana, atakunyenyekesha kwa njia zake. Na kama Mungu atakunyenyekesha kwa njia yoyote, usiwe na wasiwasi. Na ukitaka amani, iwapo umegundua kwamba hili jambo limekuja na halikufaa, ni la yule mwovu, basi part of repenting sio kuogopa the outcome. Part of repenting ni kurudisha. Yes, I know the offices have closed. Kuna watu wameendewa kwa nyumba zao by the members of the public. Ninaomba hivi, the members of the public, the best thing to do, kama ya kwamba unahisi ya kwamba you cannot forgive and forget, maybe it's a lot of money and already pastor amesema there is no money, Professor Jack is no more, but I'm telling you, with proper investigation, all the evidences ambayo watu wako nayo, if go and record a statement wherever you are, okay?
Let us see what the government will do regarding that. Tuko pamoja sasa. You might get your money back. Na hata kama huyo jamaa ako Thailand ama ako kwingine, depending on the diplomacy levels za serikali ya nchi, and also if there is somebody in the government who will get these videos na ameona malalamiko ya watu online, the NSIS is able to gather information, the DCI offices they can investigate, na pia baadaye tuweze kupata the root cause, what really happened, to prevent further scamming of God's people, especially Kenyans and the SDA church members. So God bless you so much. Tunaomba tuombe hili jambo sasa, Bwana alipeleke kwa njia ile ambayo angependa. Pray for us as a family also. We have no intention isipokuwa kukuonya na zaidi sana kurejesha hadhi katika nyumba ya Bwana, na sisi tutairejesha. Sisi ni watumishi wasio na faida, ni kuleta ujumbe, na kuna watu wengine ambao Bwana atatumia katika sehemu zao za influence. Viongozi wa kanisa, endeleeni kufanya nafasi yenu, hatimaye Bwana atajidhihirisha. So this is Evangelist Maina. So as we also resume with the cases ambazo zilikuwa zimepelekwa kwa DCI, and as others do the same, kwa sababu kuna watu wamelalamika in different places. Wale wengine wote, let us kneel, kama vile ambavyo Esther aliambia watu wa Mungu wapige magoti waombe. Yeye ataenda kwa niaba ya, na hatimaye Mungu akalifunika kundi la wana wa Israeli, na Haman aliyekuwa amesema ya kwamba Mordekai na Waisraeli watakufa, yeye alikufa mwenyewe. So Bwana atubariki sana. Tuombe. Baba, katika Kristo tunaomba ujidhihirishe katika swala hili, uchukue sifa na utukufu. Tupatie neema ya kusamehe, tupatie neema Bwana ya kuona mambo haya na kutahadharishwa kwa ajili ya kile kinachokuja hapa mbeleni. Tuko katika siku za mwisho, na kweli kama kanisa lako tumekuaibisha, tumeaibisha jina lako, na tumeaibisha Wakenya kwa jumla na washirika wenzetu. Bwana tusamehe, haswa sisi tulio katika uongozi, sisi ambao tunahubiri. To whom much is given, much is expected. Bwana tunaomba ya kwamba at the heart of the work, jambo lolote ambalo ungetaka kufanya hilo, iwapo hata kama watu walifanya vituko hata katika uongozi na kadhalika, you know what is happening in the dark. Okay? Unajua kile kilicho moyoni, unajua watu wanakutana wapi over the same Ponzi issues. Unajua Professor Jack ako wapi, whoever it is. Bwana tunaomba hivi, kwa sababu ya jina lako, na kwa sababu ya kanisa lako, na kwa sababu ya kuokoa watu katika mitego kama hii, tunaomba Bwana ujidhihirishe. Tusamehe makosa yetu iwapo kuna jambo ambalo tumesema ambalo hukutaka lifanywe, litoe katika mawazo ya watu, lakini lile ambalo Bwana ulitaka na ulikusudia litembeze, ili watu waweze kuogopa na kuonywa. Katika Kristo tunaomba na hata kuamini. Amina. Mungu atubariki sana. Tukutane wakati mwingine tukizungumzia mambo mengine, na tuombe ili Mungu azidi kutubariki. Amina.